Katika kujenga msingi wa pingamizi lao, mawakili wa jamhuri waliipitisha mahakama kwenye mrejeo wa mashauri mbalimbali ya aina hiyo yaliyoamuliwa na mahakama kuu na mahakama ya rufani, marejeo ambayo katika uamuzi wake mahakama imesema hoja hiyo haijabainishwa na pande zote mbili. Katika uamuzi wake, jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru wamesema mshtakiwa amefuata taratibu zote zinazohitajika kisheria katika kuomba kielelezo hicho kupokelewa mahakamani. Wamesema kwa mujibu wa taratibu za kisheria, panapotokea mazingira ya aina hiyo, kuna hatua tatu za kufuatwa. Kwanza, shahidi kusomewa maelezo yake. Baada ya hapo, mshtakiwa atabainisha maeneo anayoyaona yana kasoro. Kwa muktadha huo, mahakama inaona kuwa mshtakiwa alibainisha maeneo 45 na jambo la tatu ni kumhoji mshtakiwa endapo yuko tayari na kwamba kielelezo hicho kimepokelewa mahakamani kitumike kama sehemu ya ushahidi wake. Kufuatia maamuzi hayo, sasa kielelezo D1 kinakuwa cha kwanza kwa mshtakiwa Tundu Lissu kuwasilishwa mahakamani hapo, kisha mshtakiwa kuendelea kumhoji shahidi maswali ya dodoso. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Emmanuel Samuel, TBC.